wa Soccer School na si mara ya kwanza Soccer School kufanyika, kwa sababu kuna watu tunaona wanafanya, lakini Young African leo mmezindua rasmi. Tunatamani kusikia namna ambavyo Soccer School inakuja kwa upande wenu na namna ambavyo inakuja kubadilisha taswira ya mpira wetu kuanzia soka la chini la vijana na mipangilio yake ilikokaa. Nakushukuru sana Bwana Juma Ayo kwa swali zuri, swali ambalo linaenda kujenga mfumo mzima wa kuelezea Soccer School, Young African Soccer School. Ni project ambayo tumeianzisha na kama wote tunafahamu ni mfumo wa academy wa kufundisha watoto ambao waliokuwa na vipaji vya mpira na wasiokuwa na vipaji vya mpira. Kwa hiyo huu ni utaratibu ambao tumeuanzisha na dhamira ni kuleta elimu ya mpira katika umri mdogo. Kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu kwanza tunaamini umri mdogo unaweza kushika vitu kwa wepesi zaidi kuliko umri mkubwa na kufundishika kwa maana nyingine. Lakini la pili ni kwamba nafasi ya kucheza kwa maana ya umri wa binadamu wa kucheza mpira unaisha haraka sana, tofauti na professionals nyingine. Miaka 30 kwenye mpira unaitwa mzee. Ukifika 35 watu wanakuuliza una staff lini. Kwa hiyo kupitia hapo tukaona ni muhimu tukaleta elimu ya mpira katika umri mdogo mapema zaidi, ili kutoa fursa kwa wale ambao Mwenyezi Mungu atakuwa amewabariki kipaji na wakaweza kujiendeleza kwa maana ya kujifunza, basi watumikie hii tasnia kwa muda mrefu. Kwa hiyo tumeanzisha under 11 ambayo itachukua na miaka 10, 9, 8, 7. Kutakuwa kuna under 13 ambayo itakuwa na miaka 12, 11. Kutakuwa kuna under 15 ambayo ina miaka 14, 13. Na wote tunafahamu Young Africans ina under 17 tayari ambayo inashiriki kwenye mashindano. Na kuna under 20 ambayo pia inashiriki kwenye mashindano. Kwa hiyo tutakuwa tumekava ili daraja la kutoka mtoto mdogo ambaye anakuja kwa ajili ya kujifurahisha mpaka kufika professional, kwa maana akifika miaka 20 tunaamini kabisa career yake itakuwa imeshampa picha ya kwamba anaweza kuendelea na mpira au akaacha. Kwa hiyo tumeleta hii taaluma mapema na taaluma hii inajengwa katika misingi ya curriculum sahihi. Tulimleta technical director kama mnakumbuka, Paul Matthew kutoka South Africa, na task ambayo nilimpia ni kuandaa mfumo wa namna hii ambao umeletwa kwangu na kwa Excom. Tumeupitia, tumeutazama na kubadilisha kwenye yale maeneo ambayo tunaona yanaendana na mazingira yetu na kuja sasa na mfumo ambao umekamilika. Kwa hiyo hiki ni kituo cha kwanza ambacho tunakianzisha hapa maeneo ya Upanga, lakini dhamira yetu ni kusambaa katika viunga vya Dar es Salaam, lakini baadaye pia kwenda mpaka mikoani na kuikava Tanzania yetu. Nchi yetu ina watu zaidi ya milioni 61. Tunasema youth ni idadi kubwa ya zaidi ya 50-60, na hawa watoto ni asilimia nyingi zaidi, na hawa watoto wanahitaji kupata elimu hii ili waweze kufanya maamuzi sahihi, aidha kuendelea na mpira au kuendelea na mambo mengine related to football bila kuisahau tasnia ya kwetu yenyewe ya mpira. Kwa hiyo tumeanza kituo hiki, thamani yake nafikiri imetangazwa. Mtoto atakayetumikia center hii atalipa shilingi 400,000 kwa mwezi, lakini kutakuwa kuna initial payment kwa ajili ya kupata vifaa. Kama mmeona hapa watoto wote, kuna watoto wamevaa green, tutaiona full, kuna watoto wamevaa jezi za njano kwa ukamilifu wake, kuna watoto wamevaa jezi nyeusi. Kwa hiyo mtoto mmoja atapata seti zote 3, na seti hizo zitamfanyia aendelee kutumikia kufanya mazoezi kwenye timu na kufanya training na kucheza pia mechi za kirafiki. President, nimalizia hapo kwenye swala la bei. Ukiishia hapo tumeshaanza kufanya registration ya wazazi na vituo vitakuwa zaidi ya hiki. Kwa hiyo kuna baadhi ya vituo vitakuwa na bei ya chini zaidi. Kuna study ambayo ilifanywa na Harvard University na inatumika pia, nimeona same model wanaitumia Aga Khan Hospital. Wana hospitali zao ambazo ukienda kama Upanga pale Aga Khan kuna bei yake ambayo iko premium kidogo, lakini wamefungua branch Masaki ambayo bei yake iko ya juu kidogo kulingana na mahitaji na wanasema economic stability ya ile eneo. Lakini hao Aga Khan wana branch maeneo mengine kama Tandale, maeneo kama Tandika. Ukienda kule bei zake zinakuwa chini kidogo kulingana na maisha ya watu wa huko. Kwa hiyo pia Yanga Soccer School itakwenda na huo mfumo. Kuna baadhi ya maeneo bei zetu zitakuwa chini kidogo kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya wahusika ambao tunawahudumia na kutazama zaidi economic scale yao. Na maeneo ya juu bei yao itakuwa juu. Na wote mnajua Upanga kidogo maisha yake sio ya chini wala sio ya chini sana. Kwa hiyo ni watu kuanzia middle class na kwenda juu. Kwa hiyo hapa ndio maana bei hiyo imekuwa hivyo, na tunataka pia watu wapate huduma sahihi, kuleta walimu wazuri, infrastructure nzuri kama hizi,
lakini pia vifaa ambavyo mnaviona hapa, watoto wakija kila mtoto atakuwa na mipira yake. Sharing itakuwa hakuna unless watakuwa wanafanya drills za pamoja. Usimamizi mzuri, mtoto wako akija atakuwa salama, hataweza kuchukuliwa na mtu mwingine. Tumeandaa utaratibu mzuri. Kwa hiyo kuna supporting staff kubwa kwa ajili ya hii miradi. Ndio maana pia tumeweka gharama ili kukidhi gharama za uendeshaji wa hivi. Na nichukue fursa hii kuwaalika wazazi wanaopenda watoto wao wajifunze mpira. Tunawakaribisha, mfumo umetangazwa, wapite kwenye social media za Yanga. Lakini pia kuna physical registration ya hapa kituoni. Ukija hapa unaweza kusajiliwa, ukalipa ada, mtoto wako akapewa vifaa, immediately anaanza. Na hii sasa hivi tumeshaanza, tunatarajia kutokana na usajili tutafungua pia vituo vingi zaidi. Niwashukuru. President, unaona hii sio mara ya kwanza kuwa na Pitso. Labda kwa nini Pitso ndo wanakuwa wanahusika sana katika timu yenu na katika tukio hili? Kwa nini Pitso mwasimama? Umeuliza swali zuri. Na Pitso ni sisi tunamuita, na yeye anaitwa hivyo, the son of Africa. Ni kwanza mmoja katika makocha bora tuliowahi kuwashuhudia wanaotoka Afrika na wakaihudumia Afrika. Hakuna kocha mwenye mafanikio Mwafrika anayemzidi Pitso Mosimane. Najua nyewe ni waandishi, mnaweza kufanya research yenu. Ana CAF Champions League 3 katika mikono yake, si ndivyo? Ana bronze medal 2 za Club World Cup. Huyu ni namba 1 coach in terms of success. Turnaround ya maisha yake, ukija kwenye football amecheza, mmemsikia pale, amecheza Jomo Cosmo, amecheza vilabu vikubwa South Africa, ameenda nje, amecheza national team. Amekuja kufundisha, amefundisha vilabu vikubwa Mamelodi Sundowns, na nafikiri ndio kocha pekee kutoka Afrika amewahi kufundisha, especially Sub-Sahara, amewahi kufundisha Al Ahly. Sidhani kama kuna kocha mwingine kutoka ukanda wetu huu wa Afrika ambao ni weusi amewahi kufundisha club namba 1 barani Afrika. Kwa hiyo kwanza ni mtu mwenye profile ya juu sana. Hilo ni la kwanza. La pili, Pitso ameni-inspire kufungua hichi kitu kupitia Young Africans miaka 3 iliyopita. Baada ya kuona anaelekea mwishoni, sasa anataka kupumzika, akaniambia project yake inayofuata ni soccer school, kuhakikisha anapeleka knowledge kwa watoto wadogo kwa ajili ya kujifunza mpira mapema. Miaka 3 iliyopita nilipomwalika, akaanzisha Pitso Soccer School. This is exactly what Young Africans is doing now. Pitso ameweza kudevelop huu mfumo kwa miaka 3, umeshaanza kufanya kazi. Sasa hivi ana mikataba na shule South Africa ambazo anazifundisha, inaitwa Pitso Soccer School. Zaidi ya shule 180 plus or minus South Africa, akiwa anatoa huduma kwa zaidi ya watoto 12,000. Na huwezi kuamini, ukiachilia tu hiyo kwenye kufundisha wachezaji, tumeshaanza kuona wachezaji wanasajiliwa. Kuna mtoto amesajiliwa Mamelodi Sundowns akiwa na miaka 13, anatoka kwenye Pitso Soccer School. Lakini pia hiyo South Africa amedevelop, ana zaidi ya makocha 90 sasa hivi wanaofundisha youth football. Juzi tumeona record in South Africa, mmoja katika makocha wake hao amesajiliwa na klabu inaitwa Sekhukhune. Wote mnaifahamu, inashiriki ligi kuu ya South Africa. Kocha huyu anatoka kwenye mfumo huu wa Pitso. Kwa hiyo ukitazama ni mtu ambaye ameshapiga hatua kwenye huu mradi ambao Young Africans inaofanya, na ni special person sisi kushirikiana naye kwa muktadha huo. Na nafikiri nitakuwa nimelijibu swali lako beyond borders, kwa nini Pitso. Ni mtu ambaye ametuzidi kwenye kila eneo, kwenye upande wa experience na planning ya mradi ambao Young Africans inaofanya. Na sisi kama Afrika tunahitaji tutoe fursa kwa wenzetu wa Afrika ambao wamefanya vizuri kwenye hao maeneo, tuwape platform pia, tangazike ndani ya nchi ya Tanzania na nje ya mipaka, lakini pia na sisi tujifunze kutoka kwao. Labda la mwisho, President, unajua asilimia kubwa watoto huwa wanatoka katika manyumbani na shule mbalimbali. Ni namna gani kwenye wiki watakuwa wanacheza na namna gani watakuwa wanatoka shule au kutoka maeneo mengine kuja kufika hapa, na ratiba za hapa zitakuwa zinaendaje? Mzazi labda anataka kujua. So katika vituo vyote ambacho hiki tunaanza nacho hapa, tutakuwa tumetoa muda maalum wa watoto kushiriki mazoezi. Kwa hiyo let's say saa 11 mpaka saa 12 au saa 10 mpaka saa 11. Let's say 1 hour. Kwa hiyo program ya mtoto kwanza itakuwa haikinzani na muda wake wa masomo. Hatuwezi kuweka saa 5 asubuhi wakati tunajua umri wao wote wanatakiwa wawe shule. Kwa hiyo tumeweka muda ambao ni nje ya muda wa masomo. Hilo ni la kwanza. La pili, tumetoa fursa pia allowance kidogo ya mtoto kucommute, akishatoka darasani apata nafasi ya kwenda nyumbani labda kula na kujiandaa kuja hapa. Kwa hiyo itakuwa inaanzia saa 10 na kuendelea. Lakini la tatu ni kwamba
program hizi zitakuwa pia ziko customized kulingana na mahitaji. Kwa hiyo over the weekend pia kutakuwa kuna nafasi ya watoto kutrain. So wazazi na technical staff yetu watakuwa wanakaa wanatengeneza program. Labda wakati wa likizo program inaweza kubadilika, wakati wa masomo program inaweza kubadilika, na hiyo inaendana na mahitaji. Lakini kiufupi mtoto akilipia atatrain siku 4 kwa wiki. Maximum siku 4 kwa wiki. Kwa hiyo kutakuwa kuna session katika siku 4, 3 za wiki na 1 ya weekend. Na akifanya hivyo atakuwa amepata hiyo nafasi ya kuhudumia. Lakini pia kutakuwa kuna special programs za watoto kulingana na mahitaji. Mtoto huyu hawezi kuhudhuria vipindi hivi, anatengenezewa special programs. Nia na madhumuni ni kupromote watoto waingie kwenye mpira, waupende mpira, lakini pia wajifunze, na wale watapokuwa na vipaji tutaweza kuwa develop zaidi hapo. Na kama atatokea labda kuna mtoto ambaye anafanya vizuri lakini wana maisha magumu zaidi, lakini nyinyi Yanga mnamuona huyu mtoto ana kipaji, huyu mnamsaidiaje? Yeah, so tuna program nilikuwa nataka pia nielezee hiyo. Nashukuru Juma kwa hiyo nafasi. Tuna program pia za kutembelea kwenye private schools na government schools. Kwa hiyo tutatoa fursa ya walimu wetu hawa katika muda wao mdogo watakuwa wana dedicate kwenda kwenye shule mbalimbali. Inaweza kuwa randomly shule fulani ya Kijichi ikachaguliwa. Kwa hiyo tutakuwa tunakwenda, tunaenda na vifaa vyetu, tunaandaa session pale kwa ajili ya watoto, na wakati tunafanya hivyo itakuwa inatumika dhamira pia kuscout talent za juu kabisa, ambazo hizo talent zinaweza pia kuja kujiunga na sisi. Kwa hiyo tumefungua special window ya watoto ambao hawatakuwa na uwezo kupata huduma hii bure, na hii itapita kwenye mchakato wa approval mpaka huyo mtoto tuone kweli hata kuwa na uwezo wa kulipa, wataingia kwenye hiyo program ya CSR. Kwa hiyo sehemu ya haya mapato ambayo wenzao watakuwa wanalipa wanaojiweza itatumika pia kuwahudumia hao watoto wachache watakaokuwa hawana uwezo lakini wana vipaji. Yeah. Katika hii program inabeba watoto wa kike na watoto wa kiume. Kwa hiyo under 11, under 13, under 15 ni watoto wa kike na wa kiume, na kama mnavyoona tumeshowcase pia baadhi ya watoto wa kike watakuwa hapa, na usajili umeshaanza. Nyuma yako tu hapa kuna banda la kusajili, lakini pia tutatoa online platform za watu kusajiliwa. Kwa hiyo tunahimiza watoto wa kike na wa kiume wote watakuwa salama na wote waje kujiunga na program hii. Rais, swali la mwisho, je, kwamba Yanga soka je ni mpango sahihi kama Yanga Sports Company au pengine je hii mfumo wa Yanga soka unachukua sababu ni uwekezaji mkubwa, je huu uwekezaji unakaribisha makampuni mengine mbalimbali ya kuwekeza katika Yanga Soccer School au vipi kutoka Tanzania na nchi mbalimbali? Huu ni mradi wa Young African Sports Club ambao ni timu yetu, wote mnaifahamu, bado hatujafikia kwenye eneo la kuuza share zetu. Kwa hiyo ni mradi wa Young African Sports Club, lakini la pili umeligusia jambo muhimu. Tunataraji kuwa na programs ambazo zinawahusu pia sponsors. Wote mnafahamu hawa ni watoto wadogo. Sisi mdhamini wetu mkuu ni SportPesa ambaye kisheria haruhusiwi kutangazwa kwa mtu ambaye yuko chini ya miaka 18. Kwa hiyo nichukue fursa hii pia kuwaelezea wafanyabiashara na watu wenye brand mbalimbali kushiriki nasi kwenye sponsorship za watoto, kushiriki nasi kwenye program za udhamini. Umeona hapa GSM Water na GSM Drinks wanafanya, lakini pia kuna bidhaa mbalimbali za kusupport watoto. Maziwa ni muhimu kwa ajili ya nutrition za watoto na mambo kadha wa kadha. Kwa hiyo nitoe fursa hii pia kualika watu ambao wanataka kufanya matangazo kupitia hizi platform. Karibuni sana. Asante sana President. Asante sana kwa majibu mazuri. Coach Pitso, welcome. Young African have unveiled today soccer school, and as a successful coach in Africa, we need to hear your perspective. Well, soccer schools is a program for the younger ones. It's a program for the youth. I have the same program in South Africa, but different. Same but different, right? My soccer schools are based inside the schools. So I go inside the schools, right? But there is a program which was there that is like this, that is based outside the schools. So Yanga is doing something that is special for them to build Yanga soccer schools, because I mean all the children want to play for Yanga, right? So you don't look for the child, is to give them an opportunity for a program for the youth to start at an early age to play. Coach, tell us technically what are benefits of this project for Tanzania?
Yeah, we in football, when you talk technical, you're talking one part. It's like you are saying at school, there's mathematics, and then you don't want to talk about biology or geography or any other subject, right? We don't go to school for one subject, right? So technical part is one of the 4 cornerstones of football, because there's technical side and there's tactical side, right? You need to know how to defend and how to attack, right? Technical is dribbling, passing, shooting. So you're not going to be dribbling and passing and shooting and then you don't defend or you don't position yourself to receive the ball. So that's the tactical part. Then comes the psychological part, where we have players to know, to have courage, to have will to play, to have a desire to play, to encourage them to play, psychology part, right? And we have also the social and life skills part. That is now teamwork. Are you friends with your teammates? How do you respond to the coach talking to you? Do you understand what the team is about? Because we are all a team, right? So football is divided into four corners. The technical that you spoke about, the tactical, the physical, which is running, jumping, because you've got to overlap, you've got to hit the ball. That's the physical side, right? The other part is what I've told you, social and life skills. Do you belong to the team? Are you coachable? Also, is the coach able to know that this is youth football? This is not senior football. Senior football, you play to win, right? If a coach coaches younger, the big team, nobody wants to understand nothing. He wants to know, did you win or lose, right? With the children, no, we have to teach them to know how to play football. We need to teach them at the year of 6 to 9 to manipulate the football, and it must be fun. It's not about the results. Coach, Young Africans have the dream to be a dominant giant club in Africa. Yeah, the big club, yes. How does this program align with their dream, and do you see them achieving it? Yeah, we have to be honest. Look at Dortmund. How many players they have produced, from Jude Bellingham to Gunde. You can mention them. To Dembele. They've produced those players, right? So Yanga is in a position to develop the players for their team and beyond their team, because not everybody is going to play in the senior team of Yanga, because not everybody in La Masia Academy in Barcelona is playing in the senior team, right? That is the truth and that is reality, right? But I can go to other teams also. And then also is to develop players. They can be trainers. You saw the trainers. They can be marketing. They can do anything. We even use doctors, right? And physios. And we develop stadiums. We need architects. So football is a place where the world is, right? And national team, right? So there's more to get than looking at this and say, oh, when are we going to produce a player from this? No, don't look at it like that way. You opened this project, congratulations, but how do you see the beginning? First day, the parents allowed to be a child? No, I like what I saw. You know what I saw? I'm not talking because you're asking me. I saw that the coaches are practicing the principle of youth football. And one of the principles is they have different sizes of the ball. Look around, right? So you can't expect a 6-year-old, a 9-year-old, 8-year-old to be kicking the bigger size 5 balls, right? So that's all our principles of the role of the coach. The coach must make sure the safety and equipment and everything, right? And the principles of training, how long you train them, and what exercises can they do, what exercises they can't do, right? If you are at school, you're doing academics, they don't give you an academics for mathematics of grade 5 when you are in grade 4, right? Because it will be difficult. And then it will look like you don't know how to do mathematics. No, you're giving me a heavy program, right? So it is called
age-appropriate training for long-term development player. Those are principles of youth training. So there's more. It's the role of the parent, all those things, the motivation, scouting, talent identification. It's a huge program. It's not about training here and then that's it. There's more to that. So I hope we'll form a good collaboration with Yanga and we share information, right? Thank you so much. Thank you, coach.